Habari gani Mwanakeo TV, kama ni mara yako ya kwanza tafadhali subscribe na turn on notification. Karibu katika ulimwengu wa siasa. Jina langu ni Dwakeo TV. Mwanasheria mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Rugemeleza ameandika kile ambacho kilitokea siku ya hapo jana, ambapo waumini wa kanisa la Katoliki zaidi ya 100 waliandamana kuelekea katika ofisi au balozi wa Vatican nchini Tanzania. Na nukuu maneno ya Rugemeleza ambaye ni mwanasheria mkuu wa Chadema, nukuu: chuki dhidi ya Ukatoliki sasa inaonyeshwa wazi na watawala dhalimu na watesi wa madaraka. Watanzania walikataa CCM na mgombea wake aliyejiteua kugombea urais kinyume cha katiba ya chama hicho. Kilichotokea mnamo na baada ya tarehe 29 Oktoba hakiko wazi. Uchaguzi haukufanyika. Watanzania waliandamana, polisi kwa amri ya mtawala dhalimu wakapiga risasi na kuua Watanzania wenzetu. Amri haramu ya kutotoka nje ikatolewa na mtandao wa intaneti ukazimwa. Hivyo inamaanisha kuwa isingewezekana kwa namna yoyote kwa tume ya Jacob Mwaberege na makamishna wake wasio na chembe ya haya wala soni wangeweza kupata na kutangaza matokeo ya aina yoyote ile. Ajabu yake wakatangaza mgombea huyo wa CCM eti akashinda kwa 97.8%. Waangalizi wa AU, SADC na wengine wa kimataifa walisema wazi kabisa hakuwepo uchaguzi huru na wa haki. Baraza la Maaskofu Katoliki TEC nao wakapaza sauti juu ya ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu. Hilo kwa watawala haramu na dhalimu ikawa kosa. Kuambia wameua maelfu ya Watanzania, wakaamua kufadhili mgawanyiko wa udini nchini na kuanza kuliandama kanisa la Katoliki kwa kila aina ya vichambo, mipasho, mamluki na wacheza vigodoro. Hii ni hatari kwa mshikamano na utengamavu wa kitaifa. Watu wote wenye dhamira hai, ni wakati wa kupaza sauti na kukomesha ushetani huu. Mwisho kunukuu hichi ambacho ameandika mwanasheria mkuu wa Chadema ambaye ni Rugemeleza. Una maoni gani kwa hichi ambacho ameandika Rugemeleza? Tafadhali shusha maoni yako katika sehemu ya comment section. Jina langu ni Dwakeo TV. Tutana wakati ujao katika masuala ya kisiasa. Bye bye.